أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Amma baad, mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mtume, tunaendelea na ile kisa mtume Ibrahim alayhi salam. Tulikuwa tumefika mahali ambayo mtume Ibrahim alayhi salam alikuwa amewacha familia yake katika mahali ambayo ni jangwani, mahali ambayo hakuna mti, mahali ambayo hakuna mimea, mahali ambayo imekauka, lakini ilikuwa katika ile ardhi ya Makka. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu alimamrisha, ewe Ibrahim, wachana na hii familia yako hapo na urudi zako. Allahu Akbar. Ibrahim alikuwa idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Kila wakati Mwenyezi Mungu akimwambia jisalimishe, Ibrahim alayhi salam alikuwa anajisalimisha kwa Mwenyezi Mungu wa ulimwengu wote. Allahu Akbar. Ibrahim alayhi salam tumefika mahali ambaye anaiombea familia yake, amewacha katika jangwani, anasema rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Ya Allah, nimewacha baadhi ya dhuria yangu, baadhi ya familia yangu katika bondeni, mahali lisilo mimea yote. Allahu Akbar. Ya Allah, nimewacha karibu na nyumba yako ya Allah, ili wafanye nini? Rabbana liqimu salah. Ya Allah, mimi nataka wasimamishe sala. Nimewacha familia yangu hapo katika jangwani ili wasimamishe sala. Ya Allah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim. Ya Allah, zijalie nyoyo za watu zielekee kwao. Ya Allah, awapende watu wote, awapende familia yangu, awapende Maka, watu wapende Maka. Wallahi, ukienda Maka uone Kaaba peke yake, wallahi kila wakati itakushika kama chai. Kama umezoea kunywa chai sana, kila wakati utaipenda kurudi huko. Kwa sababu nini? Kwa sababu ile dua ya mtume Ibrahim alayhi salam. Mtume Ibrahim alayhi salam hakuachia hapo, akasema nini? warzuquhum min athamarati la'allahum yashkurun. O Allah, wapatie matunda ya Allah, warzuku na matunda ili wapate kukushukuru ya Allah. Ya Allah, wapatie chakula. Hakuanza na chakula, alianza na sala, akaanza na social life. Ya Allah, wapatie social life, na ya tatu ndio akasema ya Allah, wapatie chakula ya Allah ili wapate kukushukuru. Abu, angalia, anaongeza tena shukrani ya Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu akitupatia kitu lazima tumshukuru, tuseme alhamdulillah, alshukrullah. Mandugu zangu Waislamu, baada ya Sayyidatuna Hajar kuachwa pale, Hajar akafanya nini? Alikuwa na chakula kidogo, alikuwa na tende na alikuwa na maji kidogo, maji na tende peke yake. Allahu Akbar. Akatumia siku moja, siku ya pili ile maji ikaisha, akaanza kusikia kiu, hana jambo la kufanya. Kijana yake pia Ismail alayhi salam alianza kusikia kiu mpaka mwili yake ikaanza kujishika kabisa, ikaanza kukala mwili yake kana kwamba kijana yake anakufa. Mama kama kijana yake anakufa atafanya nini? Akaanza kukimbia katika ile mlima ambayo ilikuwa karibu yake. Hiyo mlima ilikuwa ni mlima gani? Ilikuwa ni mlima wa Safa. Allahu Akbar. Akapanda juu ile mlima wa Safa kuangalia kama anaweza ona watu, kama kuna watu wanapita barabarani, ama kuna caravan anaweza ona, ama kitu chochote ambaye anaweza msaidia. Anaangalia, anaanza kumwomba Mwenyezi Mungu, ya Allah nisaidie, ya Allah nisaidie. Tena anarudi mbio kuja kuangalia kama kijana yake yako hai ama amekufa. Anaangalia ile kijana yake, anakuta ile kijana yake anagonga na mguu chini, akilia na nguvu. Mama hawezi jishika. Sasa mama akaanza kuinua nguo yake kidogo juu, anakimbia kidogo ili apande ile mlima mwingine ule upande ile nyingine.
Ile mlima mwingine ni Marwa, anapanda mpaka juu, anaangalia kama kuna caravan yote ama kuna watu wanapita katika barabarani pale, anakuta hakuna mtu yoyote. Allahu akbar. Anarudi tena chini, anaangalia kijana yake, tena anarudi kupanda Safa. Alifanya hivyo mara 7. Mara ya 7 akiwa juu ya mlima Marwa akasikia sauti. Allahu akbar. Mara tu akasikia sauti, akashangaa, hii sauti inatoka wapi? Akasema mimi nataka. Sasa yeye ndo anajiambisa, anasema Abu nyamaza, hebu nyamaza nisikie hiyo sauti, kwani hiyo sauti inatoka wapi? Yeye peke yake anajiongesha. Allahu akbar. Mara tu akaangalia chini, akakuta kuna angel Jibril alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimtuma, anajaribu chini ya ile kijana Mtume Ismail alayhi salam, karibu yake, anajaribu kugonga naye mguu hivi. Mara tu akigonga naye kwa kisigino, maji tu inatoka. Allahu akbar. Maji inaanza kutoka. Allahu akbar. Hajara anakimbia mbio mpaka pale chini, anakuta kuna maji inatoka. Ile maji inakuja inaanza kuwa mingi, anaona hii maji ya kwamba itapotea katika ardhi, kwa sababu pale ni jangwani. Pale ni jangwani, ni desert, hakuna kitu chochote. Anaona hii maji ikitoka pale iende hivi, hiyo maji itaishia hapo. Akaanza kutengeneza kitu kama basin, kama pool round. Akaanza kusema Zamzam, 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 stop, simama. Sasa kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kama hangesema Zamzam, stop, wallahi hiyo ingekuwa ni river ambayo inatembea na flow. Lakini alisimamisha ile maji, akasimamisha na akaanza kutoa ile chafu, akaanza kuchota ile maji kutoka pale katika ile skini alikuwa naye, akachota ile maji, akaanza kunywa, akapatia kijana yake, wakaanza kunywa ile maji, at least akaanza kupata matiti maziwa, akaanza kumpatia ile kijana yake. Allahu akbar. Pale kuna watu walikuwa wanapita barabarani mbali kidogo, wakaona ya kwamba kuna mandege ambayo wanazunguka pale juu. Mnajua ndege ikiona maji mahali, ikiona uhai, lazima kuna kitu tu. Wale watu ambali walikuwa na caravan, ni kabila ya Jurhum, wakaona kwa mbali, wakasema ya kwamba kwani pale katika hiyo bondeni hatujaijua kama kuna maji ama kitu yote ya uhai. Je, hao mandege ambao wanazunguka hapo juu inamaanisha nini? Wakasema, wakatuma watu wawili, iko ndani ya Sahih al-Bukhari, wakatuma watu wawili, wakaambia ndeni hapo angalieni ni nini inatendeka pale. Wakakuja wale watu wawili, wale messengers, wakaangalia, wakaona kuna mama na mtoto mdogo, na wakaona kuna maji. Allahu akbar. Katikati ya desert, katikati ya jangwani kuna maji. Allahu akbar. That's a miracle. Sasa wakarudi katika ile watu, ile caravan, wakaambia kwamba kuna maji na kuna mama na mtoto. Wala watu wote wakakuja pale. Kufika pale, wakamwambia kitu ambaye inashangaza kabisa. Wakamwambia, ewe Hajar, ewe mwanamke, tunataka tukae na wewe pamoja na yeye hapa. Unatukubalia tukae na wewe pamoja? Hawa ni fighters, wako na makisu, wako na kila kitu. Huyu ni mama na mtoto mdogo, wangeweza kuchukua ile kisu tu wamkate mara moja. Lakini angalia amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakamuomba tu, wakasema, sisi je, tunaweza kaa na wewe hapa, tuishi na wewe pamoja hapa? Akasema ndio, lakini hii maji ni yangu na mtoto yangu. Hii maji ni yetu. Hamwezi sema hii maji ni yenu, mtakuja kuishi, lakini mjue hii maji ni yetu. Allahu akbar. Mpaka leo hii maji ya Zamzam ni maji ya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi uziwa maji ya Zamzam. Ile kitu ukiona inauzwa katika Maka ni ile ken, ile mpira ambayo wakubeba nayo maji, ndio watu wanauziwa, lakini maji yenyewe haiwezi uzwa. Hajar akasema hii maji ni yangu na yu mtoto yangu, si ya mtu mwingine. Wakakubali, wakasema sawa. Ile kabila ya Jurhum wakaishi naye pamoja. Allahu akbar. Hivyo ndio settlement ya Maka ilianza. Watu wakaanza kukaa naye pamoja. Mtume Ibrahim alayhi salam bado ako Baitul Maqdis,
Baada ya muda Mtume Ibrahim alayhi salam akarudi pande hii, akaona ya kwamba vile kijana yake amekaa vizuri. Hawa kabila Jurhum ni kabila ya Kiarabu kutoka Yemen. Allahu Akbar. Wakaanza kumfunza Kiarabu, wakaanza kumpenda hiyo kijana mdogo ambaye ni Ismail alayhi salam, wakaanza kuzoeana naye, wakakaa naye pamoja. Allahu Akbar. Mtume Ibrahim alayhi salam kukuja pale, akaona familia yake wamekaa vizuri, akakuta kuna watu wamekuja kuishi pale, mashaallah, mambo yanaendelea mzuri. Alikuwa anakuja na akirudi Baitul Maqdis, alikuwa anakuja Makkah akirudi Baitul Maqdis. One of the days alikuwa amekuja Makkah na usiku moja akalala. Mtume Ibrahim alayhi salam akaota, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Allahu Akbar. Abu, angalia Mtume Ibrahim alayhi salam, wakati ile kijana yake Ismail alayhi salam alifika katika ile umri ya makamo ya kuenda na kurudi na baba yake, alikuwa anaweza kutembea. He was a young boy, alikuwa anaenda na baba yake na akirudi pamoja naye. Allahu Akbar. Mtume Ibrahim alayhi salam akamuuliza swali, akamwambia, kijana yangu, mimi nimeota jana usiku ndoto, katika ile usingizi ambaye nilikuwa ndani. Allahu Akbar. Niliota nikiwa na kuchinja yewe kijana yangu. Je, kijana yangu, unaonaje hiyo maneno ambaye nimeota naye? Je, mnaonaje kijana atamjibu aje baba yake? Je, watoto wetu saa hii ukianza kuambia kitu kidogo kama hiyo watakuwa na kujibu haji? Abu, angalia Mtume Ismail alayhi salam venye amemjibu baba yake. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Akamwambia, ewe baba yangu mpenzi, tenda venye ambayo umeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utanikuta wewe baba yangu mpenzi, insha Allah nitakuwa katika wanaosubiria baba yangu. Mimi nitakuwa katika wale ambayo wako na subra. Wewe baba yangu, tenda venye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuambia, lakini nisaidie na jambo moja, usimwambie mama yangu mpenzi, usimwambie mama yangu kama kuna kitu kama hiyo ambayo umeotea naye. Twende pamoja ewe baba yangu. Wakatoka wakaelekea upande ya east, mali ambayo inaitwa Minna. Ibrahim alayhi salam pamoja naye kijana yake Ismail alayhi salam wakaelekea upande wa Minna. Wakati ile walifika Minna, sasa 3 occasions, mara 3 Iblis aliwakujia. Iblis alikujia Ibrahim alayhi salam, akamwambia ilikuwa ni ndoto peke yake, hiyo si kweli. Utamchinja aje kijana wako? Wewe sasa wewe umekuwa makamu, umekuwa mzee kabisa, wewe ni sheikh, wewe ni mzee, utamchinja aje huyu kijana mmoja peke yake ambaye Mwenyezi Mungu amekupatia? Hiyo ni haiko ndoto ya ukweli, usijaribu kumchinja kijana yako. Ibrahim alayhi salam alichukua mawe 7 akaanza kumgonga na yule shetani, 1, 2, 3 mpaka 7. Ule shetani akapotea, akatoroka. Akakujia yule kijana yake Ismail alayhi salam, akamwambia, baba yako si ndoto ya ukweli ameota, wewe utakubali aje uchinjwe? Wewe ni kijana mdogo, utakubali aje uchinjwe? Ismail alayhi salam akachukua mawe pia akamgonga na yule shetani. Tena akawakujia wote wawili. Wakati ile sasa Ibrahim alayhi salam alikuwa anataka kumlalisha chini kumchinja, Iblis pia akawakujia wote wawili, wakachukua mawe wakamtupia tena. That's why tuko na jamarat 3, jamaratul ula, na tuko na jamaratul wusta, na tuko na jamaratul aqaba ambayo ni kubra. Tuko na hiyo jamara 3 siku ya haji. Jamara yote 3 hiyo mara 3 ambaye Mtume Ibrahim alayhi salam aliyotupia mawe hiyo shetani, utakuwa unagonga naye kwa mawe ukienda haji. Inshallah Mwenyezi Mungu sisi wote atupeleke haji inshallah. Mandugu zangu Waislamu, sasa Mtume Ibrahim alayhi salam ikafika mwisho. Sasa kijana yake akamwambia, Ibrahim, baba yangu mpenzi, hii shati ambaye navaa ni white, sitaki damu iharibikie, baadaye hautapata kitu ya kunizika naye. Wacha nitoe hii shati, ndio baadaye nikikufa upate kunizika na hii shati yangu, unifanyie kama karfan nikikufa. Sasa
Mtume Ibrahim alayhi salam akamtoa ile shati, akamlalisha chini kifudifudi katika chini. Ibrahim alayhi salam hakuwa anataka kumuona sura yake venye alikuwa anamchinja kijana yake. Baada ile alimlalisha chini, kijana yake akamwambia, baba yangu, fanya ile kisu yako ikuwe sharp kabisa, ndio ukinichinja mara moja tuipite isikusumbue wewe baba yangu. Akaitengeneza ile kisu vizuri, akakuja akaweka juu ile kichwa ya Mtume Ismail alayhi salam. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka mabati ya kopa katikati ya ile kisu na ile kichwa Mtume Ismail alayhi salam. Ibrahim anajaribu kukata, anashinda kukata. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, falamma aslama watallahu liljabin. Saile wote wawili walijisilimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamlaza yule kijana kifudifudi katika paji yake, alikuwa anataka kumkata kichwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tukamwita, wanadainahu ya Ibrahim, ewe Ibrahim, ewe Ibrahim, usimchinje kijana yako. Qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Ewe Ibrahim, ile ndoto yako imekwisha timiza. Hiyo ndoto yako ilikuwa ni ya ukweli na umekwisha timiza ewe Ibrahim. Sasa tunakupa zawadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia, ewe Ibrahim, ilikuwa ni mtihani ambaye ni mkubwa kabisa umepitizwa. Hakuna binadamu katika hii duniani kutoka Adam alayhi salam mpaka saa hii ambaye ameipitizwa mtihani kama ile mtihani ya Mtume Ibrahim alayhi salam. Kumchinja kijana mmoja peke yake ile alikuwa naye, nani anaweza fanya hiyo mtihani? Mwenyezi Mungu anasema nini? Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Hakika haya ilikuwa ni majaribio iliyo dhahiri kabisa. Lakini ile mtihani Mtume Ibrahim kashapita. Umeshapita ile mtihani, tutakupatia zawadi. Mwenyezi Mungu alimpatia zawadi gani? Wafadainahu bidhibhin adhim. Mwenyezi Mungu akamtolea fidia Mtume Ismail alayhi salam. Kwa nini? Kwa dhabihu takatifu. Akamtolea katika kondoo ambaye ni dume, ambaye iko na pembe. Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema Mtume ile kondoo ambaye Mtume Ibrahim alayhi salam alipatiwa ilikuwa na kula ndani ya jana miaka 40. Ile kondoo ilikuwa imenona vizuri, ilikuwa na nguvu, mashaallah. Mwenyezi Mungu alimletea kama zawadi, akamwambia usimchinje kijana yako, chinja huyu kondoo. Ndio siku ya Idi yote, Idi kubwa, Idul Adha, sisi tunachinja mbuzi kukumbuka nani? Kukumbuka Mtume Ibrahim alayhi salam venye alikuwa anataka kumchinja kijana yake, na Mwenyezi Mungu akampatia kondoo ili amchinje. Allahu Akbar. Baada hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia zawadi, watarakana alayhi fil akhirin. Inshallah kutoka saa hii wale ambayo watakuja baadaye watakuwa na kusema na sifa njema, ewe Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Ewe Ibrahim, salamu iwe nawe, salamu iwe juu yako Ibrahim alayhi salam. Allahu Akbar. Sasa ile zawadi nakupatia Ibrahim, wabasharnahu biishaqa nabiyyan min as-salihin. Mwenyezi Mungu anasema nimekubisharia kijana ambaye atakuwa anaitwa Ishaq, ambaye atakuwa ni mtume, atakuwa miongoni mwa watu wema, ndio utakuwa na mzao Ibrahim alayhi salam. Hiyo ndo zawadi ambaye nimekupatia. Allahu Akbar. Abu, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ile mtihani kubwa alimpitiza Ibrahim alayhi salam, anampatia zawadi ya kwamba atazaa kijana. Allahu Akbar. Sasa baada hiyo Mtume Ibrahim alayhi salam sasa alikuwa anaendanga Baitul Maqdis akirudi Makkah, anaenda Baitul Maqdis akirudi Makkah. One of the days akiwa Makkah na kijana yake alikuwa anatengeneza kisu, anatengeneza visu tu hivi akicheza naye, akamwambia, ewe kijana yangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniamrisha nijenge nyumba ya kufanya ibada. Mwenyezi Mungu kashana amrisha, ewe kijana wangu utanisaidia? Ismail alayhi salam akasema, yes baba yangu nitakusaidia. wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min albayt wa Ismailu
rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim. Wakati ile Ibrahim alayhi salam na Ismail alayhi salam walikuwa wanatengeneza msingi ya ile nyumba ya Al-Kaaba, Allahu akbar, wakiwa wanamwomba Mwenyezi Mungu, wanasema ya Allah, tutakabalie hii kazi ambayo sisi tunafanya. Oh Allah, wewe ndio msikizi na wewe ndio mjuzi ya Allah, tukubalie hii dua yetu katika hii service ambayo ya Allah tunafanya. Walikuwa wanafanya nini? Ismail alikuwa kama mtu wake wa mkono, Mtume Ibrahim alikuwa kama fundi. Sasa Mtume Ibrahim, Ismail anamletea mawe, Mtume Ibrahim anaweka ile mawe. Hakuna wakati hiyo kitu inaitwa cement ama simiti. Sasa ile mawe akiweka, Mtume Ismail akileta mawe wengine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsaidia ile mawe mbili inashikana kana kwamba ni simiti ambayo imeshikanisha. Allahu like a jigsaw. Hiyo mawe inashikana, tena anamletea mawe wengine anaweka, anamletea mawe wengine anaweka. Sasa ile nyumba ikaanza kuenda juu. Mtume Ibrahim alayhi salam akatafuta ni nini atakanyanga, akachukua mawe fulani ilikuwa pale, akaweka chini pale, akakanyangia ili afikie pale juu ajenge. Sasa nyumba ikazidi kuenda juu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsaidia na kitu. Mwenyezi Mungu akafanya ile mawe, Ibrahim alayhi salam akitaka kwenda huko juu kuweka ile mawe ilikuwa chini yake inaenda naye juu, inakuwa mrefu inaenda naye juu. Akiweka ile mawe inarudi naye chini. Anachukulia Ismail alayhi salam mawe ya pili, anapanda naye juu tena, anaekelea, anarudi tena chini hivyo. Akamaliza ile Kaaba, akajenga ile nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndio alikuwa anajenga naye. Akiwa anajenga alikuwa anasoma madua. Tusikize ile dua ambayo Mtume Ibrahim alayhi salam alikuwa anasoma: Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, tujalie tuwe wenye kusilimu kwako ya Allah, na watoto wetu wale ambaye watakuja baadaye, vizazi vyetu ya Allah, miongoni mwa vizazi vyetu ya Allah, wafanya ambaye ni umma ambaye watasilimu kwako ya Allah. Allahu akbar. Wa arina manasikana, ya Allah, tuonyeshe venye ambaye sisi tutakufanyia ibada, njia za ibada ya Allah tuonyeshe. Abu angalia wajaanza kuswali kivyao, walisema ya Allah, tuonyeshe venye ambaye tutakuomba ya Allah. Watub alaina, ya Allah, tunakuomba msamaha, innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, wewe ndio Mungu wa kusamehe ya Allah, na wewe ndio mwenye kurehemu ya Allah. Ya Allah, tunakuomba msamaha. Abu angalia Mtume Ibrahim alayhi salam na Mtume Ismail alayhi salam wakisoma dua, wakaomba dua nyingine ambayo ni very powerful. Wakasema nini? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik. Ya Allah, tunakuomba uwaletee mitume katika hao watu ambaye watu wa Makka, tunakuomba uwaletee mitume katikati yao ya Allah. Na huyo mtume akuwe nini? Awasomee aya zako ya Allah. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, tunataka awafunze kitabu na awafunze hekima ya Allah. Na ya Allah, tunataka awatakase watu yake. Huyo ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Ibrahim alayhi salam alikuwa anaombea, anasema ya Allah, watu wa hii town ya Allah walete mitume. Huyo mtume ametokea, na lile mtume ambaye sisi tunamfuata. Alhamdulillah, alshukrullah. Dua ya tatu Ibrahim alayhi salam alikuwa anasoma, anasema nini? Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Ya Allah, jalia hii town ambayo ni tukufu ikuwe na amani ya Allah. Warzuq ahlahu min athamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, na uruzukuna matunda ya kila aina. Wallahi, saa ukienda Makka utakuta kila aina ya matunda katika dunia mzima. Ni dua ya nani? Pale ni desert, lakini kila matunda ambayo ni tamu katika dunia mzima utakuta ndani ya Makka. Ni dua ya Mtume Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam anasema ile town ya Makka, Mwenyezi Mungu afanye amani. Wallahi, ukienda Makka utafili ya kwamba
una feel ndani ya roho yako uko kwa amani ya hali ya juu, hakuna kitu yote unaogopa, roho yako inakuwa inafunguka vizuri. Allahu Akbar. Tena Mtume Ibrahim alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hiyo misikiti ya kwanza ambayo imejengwa kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lilalamin. Nyumba ya kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema imejengwa kwa sababu ya ibadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilikuwa ile nyumba ya Bakka. Bakka maana yake ni Makka. Ile nyumba ya Makka ndio ilikuwa nyumba ya kwanza kabisa imetengenezwa kwa sababu ya kumwomba ibada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio masahaba walimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa nini ni Makka ya kwanza ama si Jerusalem? Nyumba ya Mwenyezi Mungu katika Baitul Maqdis imejengwa miaka 40 baada ya kujengwa Makka. Mtume Ibrahim alayhi salam baada ya kumaliza miaka 40, kijana ambaye ni babu yake Yaqub alayhi salam ndio alitengeneza Baitul Maqdis, akajenga hiyo msikiti. Allahu Akbar. Baada miaka 40. Allahu Akbar. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Makka, fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Ibrahim alayhi salam ile mali alikuwa na kanyanga, mara tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya soft, ikawa kama matope, akakanyanga ile footprint yake, ile mguu yake ikabaki pale. Ibrahim alayhi salam kuondokea katika ile mawe, ile mguu yake ikabaki pale, ile kisimamio yake. Allahu Akbar. Hiyo ndio ishara wazi wazi ya kwamba Mtume Ibrahim alayhi salam alitengeneza msikiti ya Al-Kaaba. Allahu Akbar. Baada hiyo Mtume Ibrahim alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tena, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, chukueni mahali ya makamu Ibrahim, ile msimamio ya Mtume Ibrahim alayhi salam, mufanyeni pahali pa kusali. Kila wakati mtu akifanya tawaf saba anaenda anasali katika ile mahali ya makamu Ibrahim. Saa hii kidogo imesongeshwa kando na Kaaba na Umar ibn Khattab. Wakati Umar ibn Khattab aliona watu wanasukumana wakifanya tawaf, akachukua ile makamu Ibrahim akasongesha kiasi kando. Sasa ukienda Maka haiko karibu na Kaaba, iko mbali, lakini zamani ilikuwa nashikana na Kaaba kwa sababu hiyo mawe ile mahali ilikuwa ndio Mtume Ibrahim alikuwa anajenga naye Kaaba. Allahu Akbar. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada Mtume Ibrahim alayhi salam kumaliza Kaaba, kujenga Kaaba, kuna mahali alikuwa anataka kuweka mawe, akakosa mawe ya kuweka. Akaambia kijana wangu, enda tafuta mawe, hii mahali nataka mawe mzuri kabisa ikae, enda nitafutie. Ismail alayhi salam anaenda analeta mawe, hiyo mahali haifiti, hiyo mawe haikai venye natakana ikae. Anasema enda angalia nyingine tena, anaenda anachukua nyingine, anarudi anaweka. Mara ya mwisho Ismail alayhi salam ikawa anatafuta ile mawe, akakuja na mawe fulani, amerudi akakuta kuna mawe ambayo imekaa pale. Allahu Akbar. Akauliza Mtume Ibrahim alayhi salam, je, Ibrahim baba yangu mpenzi, hii mawe umetoa wapi? Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashaniletea kutoka janna, ndio nimeweka hapo. Ndio sisi tunajua kama Hajaratul Aswad, the black stone. Hajaratul Aswad Ibrahim alayhi salam aliletewa kama zawadi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaiweka ndani ya Kaaba. Allahu Akbar. Hivyo ndivyo Mtume Ibrahim alayhi salam alitengeneza Kaaba. Baada ya kumaliza ile Kaaba kutengeneza, Mtume Ibrahim alayhi salam akarudi zake, akaelekea upande wa Baitul Maqdis, Jerusalem. Baada ya kufika Jerusalem, Mtume Ibrahim alayhi salam siku moja akiwa anakaa katika ile tenti yake, ametoka pale nje, anaanza kuhuzunika, anaanza kutoa machozi, anakumbuka venye alikuwa anataka kumchinja kijana yake. Wanaume watatu ambaye very handsome wakamwingilia kwa mlango. Allahu Akbar. walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu salaman qala salamu fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Allahu Akbar. Mara tu wale wanaume watatu ambaye walikuwa very handsome
kuingia kwa Mtume Ibrahim, wakamsalamia assalamu alaikum. Ibrahim alayhi salam akawajibu akasema wa alaikum salam, akawakaribisha katika ile tenti yake, akawakalisha vizuri. Ibrahim mara akakimbia, sasa ile wamekaa vizuri, mara akakimbia katika ile familia yake, faraqa ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin, akakile mbuzi ile kondoo jana tulimchinja upande moja mzima iko, akasema hapana, hao wageni si watu wa kupatiwa upande moja wa kondoo, hapana. Iko wapi ile ndama? Kuna ndama alikuwa naye ng'ombe ndama ambaye ilikuwa imenona sana, akasema lete ile ndama tuchinje. Akachukua ile ndama akaichinja Mtume Ibrahim. Abu angalia Mtume Ibrahim venye anajua kukaribisha wageni yake. Akasema ile kitu wa jana siwezi wapatia hao wageni yangu, lazima niwapatie kitu mzuri imeiva. Tena akafanya nini? Akaiweka juu ile mawe na ile moto, akaichoma, akagrill, akafanya nyama choma. Fama labitha anja bi'ijlin hanidh, mara tu Mtume Ibrahim alayhi salam hakukaa sana, akakuja na ile ndama ambaye alikuwa amemchoma vizuri, akamchoma vizuri, akawaletea wale wageni yake. Allahu akbar. Baada ya kuwaletea ile wageni yake, akawakaribishia ile wageni yake, akamwambia ewe wageni yangu, kuleni hii nyama. Wageni yake wakamwambia nini? Hawaongei, mkono yao haisongei. Ibrahim anashangaa, faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun, akawaletea karibu yao, akisema je, kwa nini msile? Hii nyama ni tamu. Akaanza kuingia naye mkono yeye mwenyewe, akaanza kukula, akisema kuleni, nimewaletea ndama mzima ya nyama. Allahu akbar. Wao wanamwangalia tu, wa ujasa minhum khifa, sasa aliona ile mkono yao hamfikili pale na hawakuli, akaanza kuwa na uoga. Uoga ikaanza kumwingia Mtume Ibrahim, akaanza kutia shaka ya kwamba hao watu ni nani sasa, hawakuli chakula mzuri ambaye nimewaletea. Ile uoga kwanza kuingia, wakamwambia nini? Qalu la taqaf inna ursilna ila qaumi Lut, usiogope Ibrahim, sisi ni watume, sisi hatukuli chakula, hatuwezi kula hii chakula, sisi tumetumwa kwa qaumi ya Mtume Lut alayhi salam. Tunaenda tunaangamiza ile qaumi ya Mtume Lut alayhi salam, wamemkanusha mtume yao. Allahu akbar. Baada kusema hivyo, wamraatuhu qa'imatun fadhahikat. Allahu akbar. Ile bibi yake alikuwa anasimama pale akishangaa, hii watu wakuli chakula ambayo wameletewa. Anaangalia, anatazama kutoka mbali, kusikia hao ni malaika wanaendea qaumun Lut kwenda kuwamaliza. Akaanza kucheka, akafurahi, akasema mwisho at least Lut alayhi salam sasa atapata afueni. Watu wake walimkanusha, wanaenda wanaadhibiwa. Amefurahi, akaanza kucheka. Lakini wale malaika wakamwangalia, wakamwambia nini? Fabasharnaha biishaq wa min warai ishaqa Yaqub. Sasa wewe tumekubisharia kijana ambaye ataitwa Ishaq, na baadake atakuja kuzaa kijana ambaye anaitwa Yaqub, wote wawili watakuwa mitume. Allahu akbar. Ile mwanamke akastuka, Saidina Sara akastuka. Faaqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Akaanza sasa kuanza kukaribia kwao, akaanza kupiga kelele, akaanza kujipiga uso, anasema kivipi nitazaa? Mimi ni kikongwe, tena si kikongwe ya kawaida, mimi sizae, mimi ni tasa. Allahu akbar. Nitazaa vipi? Qala kadhaliki qala rabbuka innahu huwal hakimul alim. Hivyo ndivyo Mola wako mlezi alivyosema, wewe utazaa, usijali, utakuja kuzaa. Qalat ya waylata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Je, ati munasema ole wangu we, ati mimi nitazaa na mimi ni kikongwe, nimezoeka, na huyu mume wangu ni mzee. Allahu akbar. Mtume Ibrahim alayhi salam, mume yangu ni mzee, nitazaaje? Inna hadha la shay'un ajib. Hiyo ni maneno ambayo ni ajabu kabisa, nashangaza, nitazaaje? Sasa malaika wakamjibu nini? Qalu ata'ajabina min amri Allah,
Je, unaistajabu na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt. Wallahi rahma mingi ya Mwenyezi Mungu na baraka yake mingi iko juu yenu ewe watu wa nyumba hii, nyumba wa Mtume Ibrahim alayhi salam. Ndo sahihi tashahud tunasema nini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Kila wakati ndio Ibrahim alayhi salam aliambiwa nyumba yako iko na baraka, iko na baraka mingi na iko na rahma, watu wa hiyo nyumba. Allahu akbar. Mtume Ibrahim alayhi salam. Baada hivyo Ibrahim alayhi salam ile uoga kumtoka, akaona hao ni malaika. Walikuwa ni malaika watatu, Jibril, Mikail na Israfil. Hao watatu ndio walitumwa kwenda kuangamiza watu wa Lut alayhi salam. Tutakuja kuongelea kisa Mtume Lut alayhi salam. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ru'u وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. Baada Ibrahim alayhi salam ile uoga kumtoka na akapatiwa ile bashiri ya kwamba atapata kijana, ikamfikia kwamba atapatiwa kijana, akaanza kujadiliana na hao kuhusu watu wa Lut. Ibrahim alikuwa nani? Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Ibrahim alikuwa ni mpole kabisa na alikuwa ana huruma sana na alikuwa anamrudia Mwenyezi Mungu kwa upesi sana. Allahu akbar. Tunamalizia, wale malaika walimwambia nini Mtume Ibrahim alayhi salam? Walimwambia, wa Ibrahim, ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik. Ewe Ibrahim, wachana na hii maneno, watilie mbali kabisa hii maneno. Already imeshatoka kwa Mola wako mlezi, imekwisha pitia hii maneno. Hao watu wa Lut alayhi salam watangamizwa, wa innahum atihim adhabu ghairu mardud. Na hii adhabu ambayo wanaletewa watu wa Lut haiwezi rudi nyuma tena, wanataenda kuangamizwa. Hata Ibrahimu ukijadiliana na sisi hauwezi saidia kubadilisha hiyo maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamalizia hapo, tunasema wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.